Na bila shaka hujambo, ni kukaribisha katika mshike. Mimi ni Akida Kilango. Na moja kwa moja tukianza kutazama yale ambayo tumekuandalia usiku huu. Wekundu wa Msimbazi Simba wamepata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu NBC uliomalizika muda mfupi uliopita, mchezo ambao umepigwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Magoli ya Simba yamefungwa na Morris Abraham aliyefunga bao la kwanza, huku Jonathan Soa akifunga bao la pili, na kwa furaha kubwa kwa mashabiki wa mnyama Simba ikiwa ni kumshuhudia nyota wao mpya Mohamed Bajabir akiingia na kufunga kwa mara ya kwanza tangu asajiliwe. Mwenzetu Gift Macha amezungumza na makocha wa timu zote mbili baada ya mchezo kumalizika. Dakika 90 zilitamatika hapa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Simba Sports Club wakiibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Mbeya City. Magoli ya Jonathan Soa, Mohamed Bajaba, lakini na goli la mapema kabisa la Morris Abraham ndio ambayo yameipatia Simba ushindi hii leo. Lakini stori kubwa ilikuwa ni Mohamed Bajaba kufunga goli kwenye first touch katika mchezo wake wa kwanza kabisa ndani ya kikosi cha Simba. Mimi ni Gift Alex Macha, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na makocha wa pande zote mbili. Kocha Suleiman Matola, tuanzie mechi ilipoishia. Mohamed Bajaba, mechi yake ya kwanza, mpira wake wa kwanza, anafunga goli. Nafikiri imekuwa ni siku nzuri kwake yeye. Ni mchezaji ambaye naweza kusema kwamba alikuja na bahati mbaya, alikuwa na injuries. Leo ndio game yake ya kwanza kabisa kucheza, lakini ndani ya first touch na nafasi ya moja ameweza kuscore na ameweza kuonyesha kidogo uwezo wake. Kwa hiyo naamini kabisa leo atakuwa ni mtu mwenye raha na mwenye faraja kuliko mtu yoyote katika klabu ya Simba leo hii. Leo si tu kwamba mmeshinda, lakini mmeshinda mkicheza mpira mzuri. Tuibie nini hasa ilikuwa siri, hasa kwa mbinu ambazo umeingia nazo kwenye mchezo wa leo? Ya, kama nilivyokuambia mwanzoni, yetu kabisa ilikuwa tu dominate game, tukamata game, na ndio maana tuna viungo wengi. Tulikuwa na Kante, Kagomo na Morisi, unaahua, una Mpanzu, ili tuweze kumanage game na kuweza kulimiliki, kitu ambacho kwetu kilikuwa ni kizuri sana. Kipindi cha kwanza nafikiri tumetengeneza nafasi nyingi sana. Nafikiri imekuwa ni tatizo kwetu kubwa sana kutumia nafasi. Tungeweza kupata hata goli 4 kipindi cha kwanza. Alikadhalika kipindi cha pili vile vile alikuwa. Nafikiri tuna kazi kubwa sana kwenye uwanja wa mazoezi kuweza kubadilisha hizi nafasi na kuweza kuwa magoli. Naam, zinasalia sasa siku chache kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili wa Mzizima Derby. Mkitoka kwenye ushindi huu wapi mnakwenda kuweka nguvu, lakini ushindi huu pia unawapa nguvu gani kuelekea kwenye Mzizima Derby? Ya, nafikiri imekuwa ni kitu kizuri sana kwetu sisi. Ushindi huu unaweza kutupa nguvu sana kwenda kuelekea kwenye Mzizima Derby. Haitakuwa mechi rahisi, lakini imekuwa kwetu ni rahisi kwa kupata matokeo haya. Sasa tunaelekea kwenye derby. Shukrani sana. Asante sana. Na Suleiman Matola, yeye akikaimu nafasi ya kocha mkuu kwenye kikosi cha Simba baada ya kuondoka kwa Dimitar Pantev. Amezungumza vyema kile ambacho hasa kilijiri kwa dakika 90, ushindi wa magoli 3-0. Muda huu nakwenda kuungana na Patrick Mwangata, kocha kwa upande wa Mbeya City. Kocha, hamkuanza mpira vibaya, kwa maana ya kwamba licha ya Simba kutengeneza nafasi mlikuwa vizuri. Mechi inakuja kubadilika baada ya kadi nyekundu. Kipi hasa kwako unaweza kusema akikuwa kizuri kwenye siku ya leo? Kibaya hicho mchezaji wangu kupewa kadi nyekundu kwa sababu ilikuwa mapema. Kwa hiyo ikatufanya game plan yetu yote ibadilike. Wachezaji unajua, yani akishatoka mtu dakika za mwanzo kisaikolojia walikuwa tayari washachanganyikiwa, lakini tulijaribu kuwaambia tu kama tayari ameshatoka, kuna jinsi tucheze, tusipoteze, tuwe muda mwingi na sisi tuweze kumiliki mpira, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Ukisema tu upige mipira obvious, yani utakuwa hauwezi yani kufanikiwa kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo tuliwaambia muda mwingi tukipata mpira basi tuwe na possession, alafu tushambulie kwa kushtukiza. Na kipindi cha pili mmecheza tofauti sana na namna ambavyo mcheza kipindi cha pili cha kwanza, licha ya kuwa pungufu. Kipi hasa uliongea na wachezaji wako wakati wa mapumziko mpaka mnakuja kuruhusu goli la mwisho dakika za jioni kabisa? Kikubwa niliwaambia, kwa sababu tayari tushapoteza goli 2, tujitahidi tusiruhusu goli nyingine. Ukitizama game kusema kweli tumeitupa kwa sababu tumefanya makosa mengi sana binafsi. Yani mchezaji binafsi anafanya kosa, wenzetu wachezaji wakubwa akipata nafasi anaitumia. Kwa hiyo yote kwa yote tumepoteza mchezo, tunaenda kujipanga kwenye michezo inayofuata, kwa sababu sasa hivi kuna break. Tukirudi basi tunajua tutaendelea na ligi
inavyokuja tunavyohitaji sisi kufanya marekebisho katika zile sehemu ambazo tunaona kuna mapungufu. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni Patrick Mwangata ambaye amezungumza vyema kwa kile ambacho kimejiri kwenye kikosi cha Mbeya City. Ninaondoka nikisogea taratibu kwenye eneo ambalo tunakwenda kumuona nyota wa mchezo wa hii leo. Ni Morris Abraham kutoka klabu ya Simba akikabidhiwa tuzo yake na mwakilishi kutoka benki ya NBC baada ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa hii leo. Morris Abraham, hii leo unaibuka nyota wa mchezo, lakini kwako ilikuwa ni mechi nzuri sana. Tuanze kwa siri, nini hasa ambacho wewe kimekupa nguvu kufanya vizuri ndani ya Simba, lakini kuchukua pia na tuzo kwenye mchezo wa hii leo? Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kwa kuwa tumeweza kumaliza mchezo salama. Mchezo ulikuwa mwepesi, mchezo ulikuwa mgumu, tumepambana, kila mtu kavuja jasho. Naamini kila mtu angedeserve kupata hii kama zingekuwa 11, lakini bahati mbaya iko moja na wamenichagua mimi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Pia unaona kila mtu anavuja jasho, anapambana kwa ajili ya beji ya timu, kwa hiyo ni kitu kizuri sana kama timu. Na mkuelekea kwenye Mzizima Dabi ukiwa na tuzo hiyo dhidi ya Azam Jumapili, zungumza chochote. Kwanza kabisa mimi naona kabisa ni kitu chanya kwa sababu tumeanza vizuri na matokeo ya leo. Ukiangalia tuna Mzizima Dabi siku ya Jumapili, kwa hiyo ni kitu kizuri kwa sababu unakuwa tayari una motisha ya ushindi wa nyuma. Ukiangalia mechi zilizopita tukufanya vizuri, kwa hiyo pia matokeo haya yanasaidia sisi kuweza kuattract zaidi mashabiki wetu waweze kuja kiwanjani kwa wingi. Kwa hiyo nashukuru pia kwa support yao leo na tunaomba wasituchoke, waendelee kuwa na sisi. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni Morris Abraham, nyota wa mchezo wa hii leo. Mimi ni Gift Macha, hii ni Azam Sports na hapa ni Meja Jenerali Samuyo. Meshetuma kwamba baada ya kumfuta kazi meneja mkuu Dimitri Pantev, uongozi wa klabu ya Simba unaendelea na mchakato wa kumpata kocha mkuu mpya, na muda huu nitaungana tena na mwenzangu Gift Macha ambaye atakuwa anafanya mahojiano moja kwa moja na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ally kwa ajili ya kuweza kufahamu hili limefikia wapi. Gifti, miongoni mwa maswali ambao wana Simba wengi wanajiuliza ni kwamba baada ya Pira Tatu kuondoka hapo Simba ni kipi kinafuata? Kida Kilango, tumerejea tena hapa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambapo muda sio mrefu ulimalizika mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City, Simba ikishinda magoli 3-0. Muda huu naungana na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally. Comrade, atueleze kidogo namna ambavyo ameupokea ushindi wa leo, lakini tutazungumza na mengine. Ahmed, kwanza hongera kwa ushindi. Asante sana. Niliona tabasamu lako wakati Mohamed Bajaber anafunga goli la 3. Ushindi umeupokeaje hii leo? Nimefurahi vitu vingi sana hii leo. Kwanza ushindi wenyewe kiujumla unarejesha imani ya mashabiki na inarejesha confidence ya mashabiki, kwa sababu tumetoka kupoteza michezo miwili mtawalia kwenye michuano ya kimataifa, watu walikuwa down. Kwa hiyo ushindi huu wa leo umeboost kwa kiasi kikubwa sana morali, confidence na imani ya mashabiki wa Simba. Lakini wachezaji waliofunga wote hii leo, kila mmoja ana hadithi yake kwenye goli ambalo amefunga hii leo, lakini kwa kipekee kabisa hadithi ya Mohamed Bajaber ni ya kuvutia kweli kweli. Tangu amekuja Bajaber hajapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano, na yeye mwenyewe kiujumla wake ilikuwa inamuumiza sana. Kuna wakati alikuwa analazimisha acheze, lakini madaktari ndo anamwambia bado haujakuwa sawa sawa, utajitonesha, kwa hiyo endelea kuwa na subira. Kwa hiyo amesubiri na hatimaye hii leo amepata nafasi mechi yake ya kwanza kitendo cha kutoka tu jina lake kwenye lineup kwake ilikuwa ni ushindi. Kitendo cha kunyanyuliwa kuanza kufanya warm up ikawa ni ushindi wa pili. Kuingia uwanjani ikawa ni ushindi wa 3, na ushindi wa 4 ni yeye kufunga goli. Imekuwa ni goli ambalo kusema kweli limeleta hisia kubwa sana. Na ukiangalia, achilia mbali mashabiki wenyewe huwa wanashangilia kila kitu, lakini tazama reaction ya timu nzima, wachezaji wote, benchi lote la ufundi walienda kushangilia naye, kwa sababu tulikuwa tukimuona tukiwa kambini namna ambavyo anasononeka, vile ambavyo hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo Bajaber ni mshindani wa kweli.
sio wale watu ambao akiwa na majeraha na yeye ndo anapatema umo dharura zake, lakini kwa Bajaber yeye ni mshindani, alikuwa anaumia kwa nini hachezi. Leo kufunga kusema kweli imekuwa ni jambo kubwa sana kwake, na tunaamini bado hajakuwa kwenye ule utimamu ambao tunautaka kwa Bajaber, lakini goli ambao amelifunga limemrejeshea imani kubwa kweli kwa upande wake. Naam, Ahmed, maswali yamekuwa ni mengi baada ya meneja mkuu Dimitar Pantev kuondoka. Mchakato wa kupata kocha mkuu umeshaanza, uko hatua gani? Labda utueleze kwa hii leo. Mchakato umeanza, yani ile siku ambayo tulifikia tu makubaliano ya kwamba tunatakiwa kuachana na mwalimu huyu, hapo tukaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mwingine. Na mchakato wetu upo katika makundi mawili. Kwanza tunaangalia timu nyingine Afrika zinamiliki wachezaji gani, lakini vile vile tunapitia maombi ambayo makocha wanatuma. Na nikwambie tu kwamba maombi ni mengi kweli ya mawakala, ya makocha wenyewe, kila mmoja kwa nafasi yake naomba. Wapo makocha ambao wapo kwenye timu wanafundisha za Afrika na Ulaya, na wapo makocha wengine ambao hawana kazi, wote hao wanatuma na kuomba. Kwa hiyo mipango yetu ni kwamba kabla kwa sababu baada ya mechi dhidi ya Azam tarehe 7 timu itakwenda mapumziko kidogo. Baada hapo tutarejea kwa ajili ya kuanza maandalizi. Tutakaporejea kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuelekea mechi zetu zinazokuja kuanzia tarehe 23 ya Januari, tayari tumeshapata mwalimu. Yani malengo ni kwamba tutakapoanza yale maandalizi tumpe mwalimu kama pre-season fani hivi cha wiki 3-4 kwa ajili ya kukaa na wachezaji, kuwajua tutakapoanza mechi za kimashindano awe tayari yuko familia na kikosi chake. Na umezungumza mechi ya Azam, sema neno kwa mashabiki wa Simba kuelekea mechi dhidi ya Azam. Hii ni dabi, Mzizima dabi siku ya Jumapili. Tuna kibarua kigumu sana kusema kweli. Mechi na Azam FC, tena Azam FC ya Flore Ibenge ni mechi ngumu kweli. Pengine tangu tumeanza msimu huu hii ni mechi ngumu sana tunakwenda kucheza. Nimewafuatilia Azam pamoja na kwamba wamekuwa na mwendo wa kusuasua katika ligi kuu, lakini unaona the best out of them. Unaona namna ambavyo wana ubora katika uchezaji wao, namna ambavyo wanapanga mipango yao, mashambulizi wanazuia. Ni mechi ngumu kweli, lakini nachoweza kuwathibitishia wana Simba ni kwamba kwanza wataenjoy Pira Matola, lakini kama haitoshi tutapata ushindi katika mchezo huu, japo kwa ugumu, lakini kwa maandalizi ambayo tunakwenda na kawaida Gifti, tunapomaliza mechi huwa wachezaji wanapata ruhusa, lakini wachezaji wanaondoka hapa Meja Isamuyo, tunakwenda hapo Mponjoli Mbweni kwetu, tunaanza maandalizi kuelekea mechi inayofuata. Na jambo moja Gift nikwambie, imani tunaitoa wapi katika mchezo huo? Selemani Matola akiwa kocha mkuu wa Simba msimu huu amecheza mechi 3. Na zote ambazo amecheza ameshinda mabao 3. Ndio maana tuna confidence ya kutosha kuelekea tarehe 7 yetu. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akizungumza vyema kabisa. Akida Kilango, niseme kwa muda huu sasa inatosha kutoka hapa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Mimi ni Gifti Alex Macha, nirejee kwako kuendelea na mshike viwanjani. Na shukrani sana Gifti Macha, ni mwenzangu hiyo Gifti Macha. Tumeona alipoweza kuzungumza na meneja habari na mawasiliano kutoka katika klabu ya Simba Ahmed Ali. Ameweza kuzungumzia mengi kweli kuelekea mchezo wao ujao wa dabi ya Mzizima, lakini pia kuhusiana na mchakato mzima wa kumpata kocha mpya ambaye atakinoa kikosi cha Simba Sports Club. Huu ni mshike, tafadhali usiondoke. Na asante kwa kuendelea kutazama mshike, bado upo nami Akida Kilango. Magoli ya Prince Dube na Pacome Zouzoua yameipa Yanga ushindi wa magoli 2-2 dhidi ya Fountain Gate FC kwenye mchezo wa ligi kuu NBC uliochezwa leo jioni uwanja wa KMC Complex. Mwenzetu Hadija Halifa amekuwa shuhuda katika mchezo huo na hii ni taarifa yake. Siku ya Tiki Diara anakwenda kuwatanguliza wananchi. Wanapoteza mali Fountain.
pita kwa kasi Zimbwe naye anapoteza, lakini bado yuko nayo. Menaswa pasa ambayo anakwenda kuonekana na Duke Abuya, napitishwa kwa Pacome Zouzoua. Sahau kuso ex mpenzi aliyepita. Huyu ni Pacome Zouzoua. Namna hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika dimba la KMC Complex ambapo Yanga wamefanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-0. Na sasa tugeukie mashabiki wa klabu ya Yanga. Wana shauku kubwa ya kuona kikosi chao kinaboreshwa katika dirisha dogo la usajili mwezi huu Desemba ili kuwa na timu imara zaidi. Iona nafasi ya kumrudisha Atola Kwasi yao kuelekea kwenye dirisha hili. Yao Kwasi nafasi yake ipo, inamhitaji kwa maana tumepata taarifa sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa namba 2 pale anatakiwa kuingia kwa lengo la kusaidiana na wenzake, lakini katika maboresho mengine inategemea na mwalimu, kwa sababu mwalimu ni mpya, ndio kwanza na wiki 3-4 labda mwezi, anaweza kaona ni wapi ambapo panastahili kufanya maboresho zaidi. Naamini kabisa kwa mapendekezo yake kama mwalimu mtaalamu soka la sayansi, atakwenda kushauri viongozi wetu ni nani anamhitaji, basi watakwenda kufanya maboresho ya kutosha. Naamini timu yetu itafika mbali inshallah, kwa uwezo wa Mungu mpaka finali tutafika. Kuelekea dirisha dogo, nahisi kutokana na huyu kocha aliyokuja, nahisi marekebisho ni madogo sana ambayo naweza kufanyika pale, lakini sio makubwa sana. Umeona, nahisi kuna wachezaji wengine walikuwa injury watarudi, lakini na imani kubwa sana tuko vizuri, tuna viongozi wenye uweredi ambao wanaelewa kitu gani wanachokifanya. Kwa hiyo na imani kubwa sana na timu yangu na itafika mbali. Umeona, katika mashindano ya kimataifa na hata hapa nyumbani. Ni kwa mimi nikiwa kama shabiki ya Yanga, maboresho yapo ya kuyafanya, ila siwezi kusema labda kuwa eti wamtoe huyu wamweke mimi. Yoyote yule ambaye atakayekuja kwenye Yanga au mchezaji wa Yanga, mimi niko sawa, nimekubaliana na hiyo. Tukiendelea kusalia katika klabu ya Yanga, mkurugenzi wa masoko, wanachama na mashabiki klabu ya Yanga Ibrahim Samuel amesema usajili wa wanachama wapya unaendelea na lengo lao kwa sasa ni kuifikia mikoa mingi zaidi. Kikatiba Young Africans ibara ya 13 inatoa miezi 6 kwa wanachama wake tunapofungua pazia la ulipaji wa ada Julai 1 na linaisha mwaka unaofuata Juni 30. Ibara ya 13 kifungu A, B na C kinaelezea namna gani wanachama wamepewa miezi 6 ambayo mwisho wake huwa ni Disemba 31. Sasa mwezi wa mwisho ambao ni wa 6 wa kikatiba kwenye ulipaji wa ada ndio huu. Kwa hiyo wanachama tunawaomba waendelee kulipa ada zao kwa wakati kupitia matawi yao na kuhakikisha kwamba wanaendelea kuisupport klabu yao. Vile vile mashabiki waendelee kujisajili kwa wingi kwa sababu tunayo washabiki pamoja na wanachama. Tofauti yao ni kwamba mwanachama ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, lakini shabiki yeye ni mtu anayependa klabu yake na anapenda kuichangia, ambayo ada yake ni shilingi 12,000 na mwanachama ni 24,000. Vile vile tunapenda kuwataarifu wanachama na wapenzi wa Young Africans wote, tunapoanza msimu kama idara ya wanachama tunakuwa tuna mpango mkakati, tuna strategy yetu. Moja kati ya strategy yetu ni jiografia ya nchi yetu ilivyo. Tunawafikiaje wanachama wetu kulingana na hali ya kiuchumi, vyanzo vya kiuchumi. Nakupa mfano. Sasa hivi kiuchumi kwa maeneo mbalimbali ya kijiografia ya nchi yetu ni maeneo ya kusini, maeneo ya Lindi, Mtwara na kusini yote, ambapo sasa hizi wako kwenye mavuno ya korosho. Kwa hiyo timu ya usajili kutoka hapa makao makuu iko pale na itakuwepo kwa mwezi wote huu wa 12. Kuhakikisha kwamba wale wanachama wetu ambao tayari walikuwepo, ambao walikuwa mashambani wakati wa kuandaa na kuvuna, sasa wana pesa, wako tayari kwa ajili ya kulipia. Tunatoa elimu, tunawaelekeza, wanafanya malipo na kuhakikisha kwamba tunawafikia zaidi. Kwa sababu kazi yetu sio tu kuhakikisha tunawasajili wanachama, ni kuwaelimisha na kuwaunganisha pamoja kwa kuwafikia mahali yalipo. Kwa hiyo eneo la Mtwara pia tumeliona. Na baada ya kumtazama mkurugenzi wa masoko na wanachama na mashabiki katika klabu ya Yanga, tugeukie tena ripoti ya Khadija Khalifa iliyoandaliwa baada ya kukamilika kwa mchezo wa Young Africans dhidi ya Fountain Gate FC. Dakika 90 za vuta ni kuvute zimetamatika hapa katika dimba la KMC Complex. Ni mchezo nambari 95 ligi kuu soka Tanzania bara NBC baina ya wenyeji Young Africans Sports Club dhidi ya Fountain Gate, huku Yanga ikiibuka na ushindi wa bao 2-0. That match for today we need to... Kabla ya kuangalia mchezo wa leo, ni muhimu kutazama hali ya mambo ilivyokuwa wiki moja nyuma. Kumekuwa na changamoto kadhaa katika timu ikiwemo majeruhi. Hivyo leo tumetoa nafasi kwa wengine katika kikosi chetu.
kwa kuwa tuna kikosi kipana. Kwa hiyo kila mchezaji ni lazima aoneshe utayari katika kazi aliyochagua. Baadhi wameonyesha mchezo mzuri leo, ili hali baadhi wanapaswa kuongeza jitihada. Tunaamini taratibu tutakuwa bora zaidi. Leo wameonyesha ukomavu. Naipongeza timu na washukuru sana. Si kazi rahisi kucheza katika mazingira haya yenye jua kali. For that ground, because be here with that sun, under that sun, yeah. Binafsi nilikuwa na wasiwasi baada ya zile mechi mbili za CAF Champions League plus safari ya kwenda Algeria na kurudi. Nilikuwa na wasiwasi sana na fatiki, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kucheza licha ya kuwa na huo mchoko kwenye miili ya wachezaji, lakini wameperform, tumepata matokeo mazuri. I'm very happy na clean sheet ya Jigi Msheri leo hii. Amechukua clean sheet yake ya kwanza. Jigi Diara akiokota hela leo, Msheri ameokota clean sheet. Ni jambo zuri kwa taasisi. Amecheza Sinki, some players ambao walikuwa hawapo wamecheza leo, kina Bala Conte, kina Kouma. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa sisi na tunaamini ushindi huu utaendelea kutumotivate kwenye michezo inayokuja. Unapokutana na timu kama Yanga yenye wachezaji ambaye ni level ya juu, mikimbio inakuwa mingi muda wote. Kwa hiyo mimi niseme wamepambana kadri wamefuata maelekezo jinsi nilivyoelekeza, na wamefanikiwa kwa asilimia zote isipokuwa makosa mawili tu ya kibinadamu. Kosa la penalti na kosa la kupoteza mpira kwenye eneo ambalo ni karibu na goli, na yote yamezaa matunda. Kwa hiyo wao tu tulikuwa tunacheza nao wana uzoefu kuliko sisi. Kwa hiyo hiyo weakness ya nafasi hizo mbili wamepata, lakini sisi pia tumetengeneza nafasi, lakini haikuwa siku nzuri kwetu. Hakukuwa na ugumu, lakini plani ambayo tulikuwa tumekuja nayo kwenye mchezo, tuliwaheshimu wapinzani wetu, timu kubwa. Kwa hivyo naamini kwamba ni umakini tu ambao tuliupoteza na ndio maana tumeweza kukosa mchezo wa leo. Naam, kama ulivyotoka kuwasikia makocha wa timu zote mbili pamoja na baadhi ya wachezaji wakiongelea kuhusiana na matokeo ya mchezo leo. Mchezo unaofuata Young African Sports Club inatarajia kushuka dimbani dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao utachezwa Jumamosi hii katika dimba la Jamhuri mkoani Dodoma na utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Hakikisha unalipia kwa wakati ili kuweza kufurahia mtanange huo. Kutoka hapa uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, mimi ni Khadija Khalifa, Azam Sports. Ushindani unaendelea katika ligi kuu ya NBC katika mzunguko wa 9 ya kwanza inayoendelea umeonyesha maendeleo makubwa ya soka la Tanzania kutokana na uwekezaji unaoendelea kuanzia mamlaka za soka na klabu zenyewe. Wachambuzi wa soka wametoa mtazamo wao kuhusu msisimko uliopo kwenye ligi kuu ya NBC hadi sasa. Tukizungumza kuhusiana na ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ushindani naweza nikasema kwamba umeonekana kuwepo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ukijaribu kutazama kwa maana kwamba namna ambavyo tulianza ligi, mfano mzuri ni kinara wa ligi hivi sasa kwa maana JKT Tanzania. Timu ambayo ilikuwa ukizungumza kwenye mizunguko takriban mitatu ya kwanza, ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa ungeweza kuizungumza kama timu ambayo ina struggle. Kwa maana kwamba halikuwa hajafanikiwa kupata ushindi michezo yao takriban mitatu yote ya mwanzo. Ina maana kwamba walikuwa wanakutana mechi ambazo ilikuwa inawawia vigumu wao kuweza kutimiza lengo ambalo wamekuwa nalo. Lakini with time, kadri ambavyo ligi zimeendelea, kwa maana kwamba michezo imeendelea kuongezeka, unaona kwamba wamekop na zile changamoto ambazo walikuwa wanakutana nazo na wameanza kuvuna matokeo. Sasa hivi tunazungumza wao wakiwa kama vinara wa ligi, licha ya ukweli kwamba wamekuwa na faida ya kucheza michezo mingi zaidi. Ushindani umekuwa ni mkubwa, kwanza tukiri hilo, kwa sababu ukiangalia kwenye uwiano tu wa alama kwenye zile timu za kwenye msimamo wa ligi pale, utagundua kwamba kuna vita kubwa sana kati ya hizi timu za madaraja ya kati na timu za madaraja ya juu. Kwa maana madaraja ya juu timu za Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida wana vita yao pale juu. Lakini ukiangalia kutoka hizi timu zingine, sasa ukiondoa hizi timu 4, kuna hizi timu za chini sasa timu 12 nazo zile zina vita yao ambayo imekuwa ni kubwa sana. Ukiangalia hata sasa hivi kwenye msimamo timu hazijapishana sana kwenye alama, ambayo JKT pale juu kushuka chini ambaye ndio amekusanya alama nyingi kwenye timu za daraja la kati ni ana alama 17. Ukiangalia na hizi timu za chini hakuna mpishano mkubwa sana kutoka timu moja kwenda timu nyingine. Maana yake ni kwamba ushindani umesababisha tumepata hiyo level kwamba timu hazipishani sana kwenye alama, kwa sababu zinalingana ubora kuanzia kwa makocha, wachezaji, kimbinu na kila kitu. Kuelekea Disemba 7 kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba Sports Club na Azam FC maarufu dabi ya Mzizima, mashabiki wa Simba wametamba kuondoka na alama zote 3 dhidi ya wapinzani wao katika mchezo utakaopigwa dimba la Benjamin Mkapa. Azam wajiandae kufa tu hiyo tarehe 7.
matanga yao sisi tutaweka vizuri mapema, tumeandaa. Wajiandae kufa kiukweli, tuna hasira nyingi sana. Yeah. Zaidi cha kuambia ni mashabiki wa Simba na wasanii ambao mashabiki wa Simba kama my brother Joe Makin, my brother Mbosso na wengine brother Kiba na wengine mbalimbali ambao wanaogopa kujitokeza tu, lakini mimi najua hata ukimwangalia my brother Totobadi naye ni shabiki wa Simba vile vile. Nitakuwepo binafsi, nitakuwepo na mdogo wangu dogo Sergeant, nitakuwepo na Eno Plati pale, vijana wana Man Gang, nitakuwepo pia na Mama Amina. Mama Amina unajua naye ni Simba hadi Kingamuzi ni Simba. So unaona the way ambavyo Simba ni timu likubwa. Imagine kila mtoto anayekuwa sasa hivi anaanza kuitamka Simba, baadaye ndio zinafuata timu zingine. So tumejipanga vizuri, tutakuwepo uwanjani na mashabiki ujitokeze kwa wingi, tukaisupport timu yetu. Hiyo siku tuondoke na pointi zetu. Mimi naamini kabisa tunawaumiza. Naamini Azam anakufa tarehe 7. Azam ni mtoto mdogo sana. Azam ni mtoto mdogo sana kwa Simba. Simba ni timu kubwa. Tutakutana uwanja wa Taifa. Aje pale uwanja wa Taifa ndio watajua kwamba Simba ni nani. Hiyo mechi tunaitaka tupate ushindi. Japo kuna mambo mengi sana yanatokea, haya yaliyotokea tuachane na hayo. Kilichobaki sasa tuzungumzie mechi iliyopo mbele yetu. Tunatuhitaji mechi zote ni kupata ushindi, kuhakikisha tuchukue ubingwa wa msimu huu, ili tufute makovu ambayo yanatuumiza miaka yote. Tuna imani kwamba tunaenda kucheza dabi, tusife moyo kwa sababu tumetoka kimataifa, tumepigwa game mbili kwa mfululizo. Sio tu kwamba tunaenda kucheza na Azam kwenye ligi kwamba eti ndio tutafeli, hapana. Sisi Simba bado ni Simba yetu, tunaipenda, tuna imani nayo. Kuondoka kwa kocha wetu tusife moyo. Wasije wakasema kwa sababu Simba katoka vibaya kimataifa na hapa akaja wakasema wanafanya wanavyotaka. Hapana. Sisi tumejipanga, point 3 Benjamin Mkapa lazima tuzichukue. Hiyo ni lazima, sio ombi. Tarehe 7 Benjamin Mkapa Azam achomoki, kwa sababu naye nimemwangalia kimataifa, naye kapigwa kama alivyopigwa sisi Simba Sports. Kwa hiyo niwaambie wana Simba, tuamkeni waliolala wote. Mwalimu meneja kaondoka, lakini yupo kocha ambaye ni Selemani Matola. Tushikamane kwenye kipindi hiki, tuhakikishe tunafanya lolote liwezekanavyo Benjamin Mkapa Azam asichomoke. Nao mashabiki wa Azam FC wametamba juu ya ubora wa kikosi chao, wakisema iwe isiwe lazima wamwangushe mnyama Simba Jumapili katika Mzizima Dabi. Kikosi changu mimi kipo imara, kipo moto, kama ilivyokuwa timu bora, bidhaa bora na kikosi bora. Na kocha na bora na wachezaji bora. Bado na wachezaji wengi hawajaonyesha uwezo wao, hawajapata nafasi za kucheza, kama akina Benztuni, akina Midi Barakati, na akina Rame Kilawi, na akina Heshima Nula, bado akina Isa Fofana wapo. Kwa hiyo Simba ajipange vizuri, asitafutie sababu eti kifo cha Mswahili kama ilivyokuwa kwamba kifo cha Mswahili akifa anatafutia sababu, anatafuta ndugu mwenye duka. Sasa msiba ule, yule mwenye duka akamtoa msukule ndugu yake. Tunaona magari yanaongezeka. Hata Simba ajipange vizuri kisaikolojia. Waje tarehe 7 wakiwa wamekula tayari. Mechi ya Simba na Azam kiukweli ni mechi ambayo inakuwa ni ngumu. Yani mtu anaojipanga vizuri huwa anapata matokeo. Yani sio mechi ya lele mama. Umeona? Kwa sababu Azam amesajili vizuri na Simba pia wapo vizuri. Japo timu hizo zote mbili kwenye mashindano ya kimataifa hawajafanya vizuri, lakini tunapozungumzia mpira wa ndani tofauti na mpira wa kimataifa. Kwa hiyo mimi nafikiria Azam na Simba, mtu yoyote atakayejipanga vizuri atapata matokeo kutegemea na kila alichojiandaa. Tuna imani na kikosi chetu na kocha wetu pia na wachezaji wetu watafanya vizuri kwenye mechi yetu ya tarehe 7. Kuhusiana na tarehe 7 si hatuna wasiwasi. Ila tu sema majirani zetu waga wakosi sababu. Utasikia Azam alikamia mechi, lakini ukija ukipima ubora wa kikosi chetu na ubora wa kikosi chao ni tofauti mbingu na ardhi. Ushanielewa? Mimi nakwambia tarehe 7 lazima maji yataloa. Namni mashabiki hawa matajiri wa jiji Azam FC wakijinadi kuelekea dabi hiyo ya Jumapili. Huu ni mshike. Kabla tujaelekea katika mapumziko, ni kufahamisha yale tutakayo yajua baada ya kurejea hapa. Real Madrid hati kwa kosa kama Vinga na Trent Alexander-Arnold. Na Serengeti Boys yaelekeza nguvu katika maandalizi ya AFCON ya vijana 2026.
Ikiwa ndio kwanza najiunga nami, huu ni Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Meneja wa masoko na mauzo wa Azam FC Ayub Shelukindo amewataka mashabiki wa klabu hiyo kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa Jumapili hii, huku akiwa wamevalia uzi mpya wa timu hiyo. Usahihi kuwashukuru mashabiki wa Azam FC Tanzania nzima. Kusema ukweli wamejitokeza kwa wingi, wanachangamkia fursa ya kuchukua jezi zao. Sasa kuelekea Mzizima Dabi, nitoe wito kwa mashabiki na wadau mbalimbali wajitokeze kuja kuchukua jezi zao, waepuke kununua jezi mitaani. Jezi zetu bado zinapatikana katika maduka yetu, ambayo duka letu hili linapatikana Kariakoo hapa mtaa Livingstone na Grey, na duka lingine liko pale Chamazi Complex pale uwanjani. Kwa hiyo waepuke kununua jezi mitaani ambazo ni feki. Jezi zetu ni original na bei ni rahisi kabisa. Kwa hiyo kuelekea mechi yetu ya Mzizima Dabi wajitokeze ili twende tukafanye jambo tarehe 7 pale uwanja wa Mkapa, tuwe tumependeza na jezi zetu bora kabisa. Vile vile ule mchakato wa kusajili mashabiki wa Azam FC na zile kadi zao bora kabisa za mashabiki unaendelea. Wajitokeze katika maduka yetu, katika migodi ya Azam TV. Huduma hizi zinapatikana Tanzania nzima. Kwa hiyo wajitokeze, wajisajili ili tujue ile idadi yetu kamili, kwa sababu sasa hivi familia ya Azam FC inakuwa kwa kasi sana. Ayubu Shelukindo hiyo, kaimu meneja masoko na mauzo Azam FC. Na sasa kuelekea Mzizima Dabi, sikubani kukupitisha katika mambo muhimu ambayo unatakiwa kuyafahamu kuelekea katika mchezo huo. Na hapa ni tukianza na mechi 4 za mwisho ambazo zimewakutanisha Simba Sports Club akipiga dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. Mchezo wa Februari 24 timu hizo zilitoshana nguvu kwa kufungana mabao 2-2, lakini Septemba 9, 2024 Azam FC ulipokea kichapo cha mabao 2-0. Lakini mchezo uliofuata Mei 9 Simba Sports Club ulipata ushindi wa mabao 3-0. Baada ya hapo Februari 9, 2024 Simba Sports Club na Azam FC walitoshana nguvu kwa kufungana bao 1-1, na kinachofuata sasa ni Disemba 7. Ipo alama ya kuuliza hapo kwamba je, ni nani ambaye ataweza kupata matokeo katika mchezo huo utakaopigwa dimba la Benjamin Mkapa. Lakini si vibaya pia tukakutambulisha katika mechi ambazo zilizalisha magoli mengi tangu mwaka 2020 kama ambavyo unaweza kuona katika runinga yako. Ulikuwepo ule mchezo wa Machi 4, 2020, mchezo ambao ulimalizika kwa kupatikana mabao 5, Simba 3 Azam FC 2. Lakini mchezo wa Februari 24, 2025 walitoshana nguvu kwa kufungana magoli 2-2, hivyo mabao 4 yalizalishwa katika mchezo huo. Lakini Julai 2, 2021 napo pia mchezo huo ulimalizika kwa kufungana 2-2, mabao 4 yakiwa yamezalishwa. Lakini Mei 9 Azam FC walipoteza kwa mabao 3-0, na Mei 7, 2023 Azam FC walipata ushindi wa mabao 2-1. Hizo ndizo mechi ambazo zimeweza kuzalisha mabao mengi zaidi katika Mzizima Dabi. Lakini wafungaji ambao wameweza kufunga magoli mengi zaidi katika Mzizima Dabi anaongoza Prince Dube ambaye kwa sasa yuko na Young Africans akiwa amefunga magoli 4. Medi Kagere yeye alifunga magoli 4. Sadio Kanute Putin alifunga magoli 3. Idi Selemani Nado alifunga magoli 3. Lakini Fabrice Ngoma naye pia aliweza kufunga magoli 2. Mtani ni kwamba Kanute je sasa ataweza kufunga akiwa upande wa pili Azam FC, ni jambo la kusubiri na kuona. Lakini nikupitishe sasa katika dondoo muhimu kuelekea Mzizima Dabi. Ni kwamba mpaka sasa Simba Sports Club haijapoteza mchezo wa dabi ya Mzizima kwenye michezo 4 ya mwisho dhidi ya Azam FC. Ni michezo 4 ya mwisho, lakini Azam FC haijapata clean sheet dhidi ya Simba Sports Club kwenye mechi 6 za mwisho za Mzizima Dabi. Lakini mechi ya mwisho ya dabi ya Mzizima kumalizika bila goli ilikuwa ni ile ya Januari 10, 2020 ambapo walitoka suluhu, matokeo yalikuwa ni 0-0. Lakini pia nikukumbushe kwamba katika dabi ya Mzizima kuanzia 2017 hadi sasa hakuna kadi nyekundu ambayo imeweza kuoneshwa. Lakini nikupitishe sasa mitandaoni, lipo swali ambalo tulikuwekea tukikuuliza kuelekea katika mchezo huu. Kwa kuangalia mechi za kafu za Simba na Azam FC, unapata picha gani kuelekea katika mtanange baina yao katika dabi ya Mzizima Desemba 7? Swali lilikuwa ni hilo tu. Tazame sasa kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Nikianza na Facebook, huyu ni Saiki Handa kutoka Kishapu, Shinyanga. Anasema timu zote mbili zinapitia kipindi kigumu kutokana na kutokuwa vizuri katika mashindano ya CAF. Hivyo naona
mpira wa kuviziana siku hiyo na watahadhari kubwa sana. Mimi ni shabiki wa Yanga ila natamani pia sana Azam ashinde, lakini Rasto Kabelege anasema mchezo utakuwa mgumu sana kutokana na aina ya uchezaji wa Simba na Azam kwa ujumla. Mchezo utakuwa mzuri wenye kushambuliana kwa vipindi tofauti, kila mmoja akitafuta matokeo mazuri, ukizingatia Azam mechi 4.6 na nafasi aliyopo sio nzuri. Biashara asubuhi, jioni mahesabu, lakini Maneti Kione Wairinga Uluti, Simba na Azam viwango vyao ni panda shuka, havitabiriki. Yoyote anaweza kufungwa. Nikisema nitabiri, huo utakuwa ni uongo. Haya ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Lakini sasa tutazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook Azam Sports. Chata Black TZ anasema Azam ya msimu huu inatosha sana kwa mtazamo tu, ila sio kiwanjani. Sijajua anafeli wapi, yani ile ari ya kupambana kwa jasho na damu kiwanjani haipo. Simba nao ni kama baiskeli, kwenye mteremko inakimbia lakini kilimani inatembea. Kwa hiyo yoyote anaweza kushinda, itategemea wamejipanga kiwanjani siku hiyo. Lakini Emmanuel Mtinya anasema inatarajiwa kuwa ya ushindani mkali, kwani Simba inaingia na faida ya uzoefu mpana wa mechi za kimataifa na uwezo wa kupambana kwenye mazingira yenye pressure, huku Azam ikionyesha uimara wa kimfumo na uthabiti uliodhihirika kwenye michezo ya CAF. Hali hizi mbili zinafanya mechi kuwa wazi. Lakini kwa kuhitimisha, tutazame kile ambacho ametuandikia Shami Makerere. Kwa miaka 4 hivi karibuni, mechi ya Simba na Azam haijawahi kuwa nyepesi. Huwa ni mechi nzuri ya kutazama, ina ufundi mwingi, mbinu za walimu, na huwezi tabiri matokeo yoyote. Anaingia vizuri ndiye anachukua pointi 3 muhimu. Naomba kuwasilisha, tumelipokea hilo. Hayo ndio maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Lakini sasa tukiendelea kutazama mengine ambayo tumekuandalia usiku huu, wakati huu Singida Black Stars yakishiriki hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika. Mwenyekiti wa klabu hiyo Ibrahim Mirambo amesema mashindano hayo yameendelea kuwajenga na kuwafunza mengi kwa sababu wanashiriki kwa mara ya kwanza. Kimsingi kwanza tunashukuru kwamba tumetimiza lengo ambalo tulikuwa tumelikusudia. Lengo lilikuwa ni kufika stage ya group stage, na tumefanikisha hilo. Sasa mechi mbili za kwenye group stage, so far mpaka sasa tuko vizuri. Tumepoteza mchezo mmoja, tumetoka sare mchezo mmoja, ikiwa na maana tuna pointi moja. Malengo ni kufanikiwa kwenye group stage baada ya kutimiza lengo mama, na matumaini makubwa kwa tutafanya vizuri. Msaada ni mkubwa kwa sababu wachezaji wanazidi kuongeza experience kwa wale wachezaji wachanga, lakini kwa wale wazoefu wanaendelea kuimarika. Kwa upande mwingine, Ibrahim Mirambo amekiri kwamba uchovu wa wachezaji kutokana na ratiba ngumu umekuwa na athari kwao, hususan kwenye mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. Of course madhara yapo, lakini unapoelekea kuwa timu kubwa lazima ukubaliane na matokeo halisi ya ukubwa. Tumetoka kucheza mechi kubwa, baada ya siku 2 tunakuja kucheza mechi kubwa. Ule ndo ukubwa wenyewe, na tunashukuru tumeweza kuvuna alama moja. Haikuwa rahisi, lakini kutokana na ukubwa wa benchi tulilonalo, unaweza kuona ni namna gani wameweza kuamua mchezo wa jana. Kimsingi tunashukuru na tunaendelea kuwa sehemu ya kutimiza malengo ambayo tumeyakusudia. Naam, tukiendelea kutazama mengine, wakati huu dirisha dogo la usajili la tarajiwa kufunguliwa, Singida Black Stars yajipanga kuboresha kikosi chake kwa kufuata mapendekezo ya benchi la ufundi. Kimsingi tumejipanga vizuri sana kwenye michezo ya ligi kuu, na mpaka sasa tumeshashinda michezo 2, tumetoka sare michezo 2. Hatujapoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo bado tuko kwenye malengo. Niwahakikishie tu mashabiki wa Singida Black Stars na wana Singida kwa ujumla, na ama wa Tanzania kwa ujumla, kwamba timu yao iko vizuri sana, na nawahakikishia tutafanya vizuri.
Of course lazima maboresho yawepo na yameshafanywa kazi na kamati ya usajili na wategemee kuona maboresho yenye tija. Kulingana na uimara wa kikosi tulichonacho, tutaona kile ambacho kimefanywa maboresho. Tutaona. Tuelekee sasa mkoani Mbeya ambapo chama cha mpira wa miguu mkoani Mbeya Mrefa kimewatoa hofu wapenzi na mashabiki wa soka wanaodhani kuwa timu zinazoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara kutoka mkoani humo zitashuka daraja. Mwenyekiti wa Mrefa Elias Mwanjala amesema timu za Mbeya City na Tanzania Prisons zinapitia kipindi cha mpito, lakini baadaye zitakaa sawa na kufanya vizuri. Wajua, katika timu yoyote mtu wa kwanza kulaumiwa ni kocha. Timu yoyote hata kwa kocha atatoa maelekezo, hata akiwa profesa atatoa maelekezo, lakini wa kwanza kulaumiwa ni kocha. Kwa kocha anapokuwa anafanya vizuri, timu ifanye vizuri, ila muondoa. Unaweza kumleta mwingine kama anafanya vibaya zaidi ya yule mwingine aliyeletwa. Nikwambia kwa mfano, umetolea mfano Nabi alivyokuwa Yanga alifanikiwa sana mpaka akatopeleka finali za washindi wa Confederation. Lakini walipotoka hapa akapata sifa kubwa sana, akachukuliwa timu kubwa za Uarabuni akashindwa kuperform. Akaenda South Africa na Kaizer Chiefs ameshindwa kuperform. Lakini wakati huku Yanga alifanikiwa. Umenielewa? Kwa hiyo makocha mimi sio sababu sana, lakini sababu yenyewe ni mfumo wa kwetu wa mpira wenyewe tunaokuwa nao. Kuna mshike tupate mapumziko, nitarejea. Asante kwa kuendelea kutazama Mshike. Jumapili katika uwanja wa Nyayo mjini Nairobi inakwenda kushuhudiwa dabi nyingine kubwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Mashemeji Dabi, Gor Mahia maarufu Kogalo dhidi ya AFC Leopards Ingwe. Kikosi cha Leopards kipo katika maandalizi kabambe kuhakikisha msimu huu kinawazuia Gor Mahia kupata angalau pointi moja licha ya kuanza kwa kusuasua. Kocha mkuu wa AFC Leopard Fred Ambani amesema wao wanafanyia kazi maandalizi, lakini kazi ya mwisho inasalia kwa wachezaji wenyewe ambao sio tu wanatafuta mafanikio ya timu bali mafanikio yao binafsi pia. Aidha, kwa upande wa baadhi ya wachezaji wanasema hii ni zaidi ya mechi kwao kutokana na idadi kubwa ya mashabiki wanaochagiza umaarufu wa mchezo wenyewe. Mchezaji lazima ajimotivate faster. Coach pia una motivate pia mchezaji pia ajimotivate wenyewe, sababu unajua it's all about mchezaji. Hata ukimotivate na nini na yeye mwenyewe yuko, itakuwa ni kazi bure. So watu wengi husema motivation incentives, lakini unajua mimi husema ni kuna zingine zinakuwa si lazima kuwa ni incentives, zinakuwa ni wewe mwenyewe unajimotivate na unajua hii ni game kubwa, naweza gain nini kutoka hii game. Sasa ukienda nayo mentality kwa game inakuwa ushaji motivate na unajua nini utakutafuta. Kwa sababu unajua big games watu kuja, ma scouts kuja, hiyo ndio time ya kujiuza. So kama uwezi kuwa na hiyo mentality ya kujiuza, then uko in the wrong business. Mwanzo mimi kama coach baadaye jaini ya pressure. Sio udanganya juu the moment utachukulia game kama game nyingine, as much as kuna pressure behind it, juu wewe kama coach ukijigiza pressure, players watafanya nini? Game kubwa you need motivation. Game yenyewe ni motivation. So kila mtu ako ready for the game, na si pia tuna believe ni time turudi back to winning ways. So na hakuna game poa kurudi back to winning ways than derby. So tuko ready. Motivation ni derby. Derby hakuna motivation nyingine kando na derby. Si kama hizi games zingine, na game yenye macho kila mtu itakuwa hapo. So kila mtu ako psyched up, tuko ready kabisa for the derby. Obvious kulingana na ligi yetu ya Kenya,
si timu mingi ziko na fan base kama hizi FC Leopards na Gor Mahia ni ngumu. So mimi nimekuwa nikicheza timu kadhaa na hiyo fan base ilikuwa hivyo kama FC na Gor Mahia. So hii kwa sasa hivi hapa inanipa motisha kubwa sana. Wachambuzi wa soka nchini wameeleza tathmini yao juu ya kikosi kipya cha timu ya taifa ya Tanzania kilichoitwa na kocha Miguel Gamondi kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco. Kwa mtazamo wangu mimi nimekiona kikosi, na hiki tunasema ni kikosi cha awali kwa sababu kina wachezaji takribani 53 ambao wameitwa kwenye kikosi, wakongwe, wapya, wengine kwa mara ya kwanza wanaingia kwenye kikosi cha senior team. Kwa matarajio yangu mimi naamini, kwa sababu mimi naamini hatuendi kwenye AFCON kwa ajili ya kushindana kuchukua taji au nini. Mimi naamini tunatakiwa tuitumie AFCON kama sehemu ya kutengeneza kikosi chetu kwa ajili ya AFCON 2027 ambayo Tanzania itakuwa ni mmoja kati ya wenyeji waandaaji. Mimi naamini kikosi ni kikosi kizuri. Watakaopata nafasi wajue kuna watu zaidi ya milioni 60 wako mgongoni, wanategemea performance nzuri kutoka kwao. Kwangu mimi kitu ambacho na kitarajia kutoka kwa Stars, staraji vitu vikubwa. Mimi toka mwanzo naamini AFCON hii ni AFCON ya sisi kuandaa mazingira ya AFCON ambayo sisi tunakuwa wenyeji wa mashindano. Ndio kipindi ambacho nitaidai performance kubwa Stars, kwa sababu wenyeji wa mashindano kuna vitu tumeenda kujifunza kwenye AFCON zilizopita, tulikuwa tunakosea wapi, tunatakiwa kutengeneza wapi ili tuna timu bora ya ushindani. Kwa hiyo bado naamini tukifika hatua ya robo finali, kwangu mimi inawezekana ni big achievement, kwa sababu ukiwaza AFCON zote tulizowahi kushiriki hatujawahi kushinda mchezo hata mmoja. Tunaishia kupata sare na kufungwa michezo yote kwenye makundi. Kwa hiyo hata ikitokea tunashinda mchezo mmoja, kwangu mimi binafsi ni hatua kubwa, kwa sababu tumeachieve kitu ambacho hatukuwahi kukipata kabla kwenye AFCON zote tumewahi kucheza huko nyuma. Ni kikosi ambacho kimekusanya mchanganyiko wa kila aina ya mchezaji. Kwa hiyo sasa hii inatuonyesha kama taifa kwamba hiki tulicho nacho chote kipo kwenye provisional squad. Sasa kuelekea kwenye hilo final squad ambayo itakuwa na wachezaji 28, tutajua sasa mwalimu anataka nini kulingana na mfumo wake. Kwa sababu kwanza watakuwa kwenye mazoezi, ataangalia wachezaji watampa nini kuendana na mashindano, then kuna wale ambao watabaki, nadhani watakuwa tu tayari wameshapata sehemu ya kwanza ya kuonekana kwenye kikosi tu, inatosha kwao. Baada ya kutoa ubingwa wa Sekafa kwa timu za taifa chini ya miaka 17 iliyofanyika nchini Ethiopia, timu ya taifa ya Tanzania ya umri huo maarufu Serengeti Boys tayari imerejea nchini kujiandaa na michuano ya AFCON 2026 itakayofanyika nchini Morocco. Kwanza tunamshukuru Mungu kuwa tumemaliza mashindano salama, japo kulikuwa kuna injury 2-3, lakini pia tumemaliza vizuri, sio? Tulikuwa tumecheza mechi 6 na tumefanikiwa kushinda mechi zote. Sio kazi rahisi, ilikuwa kazi ngumu. Lakini yote imetokana na kwanza maandalizi mazuri ambayo yamefanyika kutoka kwenye project ya TDS. Kwa hiyo tumekuwa tuna muda mrefu wa kukaa na watoto, kuwafundisha, kuwaelekeza. Maana yake product ilionekana kwa mashindano ni product ambayo iliandaliwa kwa muda mrefu. So tunashukuru sana kwa hilo, kwa TFF pamoja na FIFA kwa ajili ya hiyo project. Napenda kumshukuru Mungu tumeweza kupata ubingwa wa Sekafa, kwa sababu na mwaka jana tuliingia finali lakini tukaweza kupoteza mbele ya Uganda. Kwa hiyo tunafurahi sana kupata ubingwa. Kingine ni kwamba licha ya kupata ubingwa, yote kwa yote ni maandalizi. Tumepewa maandalizi toka mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 12. Kwa maandalizi yakuwa mazuri kutoka benchi la ufundi hadi kwa wachezaji. Kwa hiyo tunafurahi sana kupata ubingwa wa Sekafa. Sisi ubingwa tumeupokea vizuri, kwa sababu malengo yetu yote ilikuwa ni kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tulijitoa mpaka mwisho wetu, Mungu akatusaidia, tumeweza kubeba ubingwa. Zaidi ya wanariadha 200 wakiwemo vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini wamethibitisha kushiriki katika mbio za Msomera Historical Marathon ambazo zitafanyika tarehe 13 mwezi huu katika wilaya ya Handeni mkoani Tanga. Kama tunavyofahamu, eneo la Msomera ni kijiji ambacho wananchi waliokuwa wanakaa katika wilaya ya Ngorongoro walihama kwa hiari yao kuja Msomera Handeni kuanza maisha mapya, lakini lengo kubwa lilikuwa ni kupisha yale maeneo yaliokuwa naishi mwanzo kwa ajili ya uhifadhi, yatumike vyema kwa uhifadhi, lakini pia kukuza sekta ya utalii. Kwa hiyo kwetu sisi, baada ya kubaini hiyo nia yao nzuri ya kuhama ili kupisha utalii na uhifadhi, tumezianzisha mbio hizi za marathon
maalumu kwa ajili ya kufanya utetezi na kuelimisha hasa makundi yetu ya vijana tulionao katika nchi yetu. Lazima kuwepo na maji kwa wakimbiaji wa kilomita zote, kuwepo kwa juice ambazo zitakuwa katika kwa kilomita zote, matunda, na pia vile kuwepo kwa waamuzi ambao wataweza kushiriki kwa ajili ya kuweza kuelekeza wakimbiaji kwa mbio zote. Tugeukia sasa vitasa kuelekea usiku wa Boxing on Boxing Day. Mashabiki ya bondia Hassan Mwakinyo kutoka jijini Tanga wana imani kuwa bondia huyo atafanya vizuri katika usiku huo wa pambano litakalofanyika tarehe 26 mwezi huu. Bwana, kuna fight nyingi lakini nataka nizungumzie main card kwa sababu Hassan Mwakinyo kwangu mimi namchukulia ndio kama icon ya ngumi kwa sasa nchini Tanzania. Ni moja kati ya bondia wa kisasa, namna ambavyo anapambana. Mimi napenda huo namna sanaa yake. Unajua kwenye mchezo wote kila mtu anakuwa na ile sanaa ya kufanya namna kitu. Kwa hiyo ile sanaa yake ya mchezo wa ngumi, namna anavyopangilia ngumi zake, anavyojigadi, na anajua ana awareness kubwa ya kujua mpinzani huyu unaokutana naye anapiga labda ngumi haraka yuko sharp, natakiwa nicheze hivi, ni defense niwe labda na nani hivi, labda huyu ni mzito kwenye kushambulia lakini punch yake ina nguvu, natakiwa nifanye kitu fulani. Kwa hiyo ana uwezo huo wa kujua na kuchambua. Kwa hiyo namkubali. Unakwenda kutazama ngumi na ichukue kama burudani kwa sisi ambao kidogo tumekaa sehemu za ngumi. Unajua mimi nimetoka Morogoro, sehemu ilikuwa na kando, ulikuwa na doji la ngumi ambapo alikuwa anakaa kinacheka kina nani. Kwa hiyo nimeshuhudia ile, nimekuwa na mapenzi nayo. Nilipokuja huku Dar, sehemu ambazo nakaa marafiki zangu wanangu wengi maboxer, kwa hiyo na enjoy zile combination. Yani napenda sana nikiona zile combination za Mwakinyo. Kwanza tunajivunia kuwa na Mtanzania bondia kama Hassan Mwakinyo. Wanasemaga Tanga sijui wanatokaga warembo nini, ila Champez kila mtu anajua kazi yake, hanaga show ndogo. Wao wenyewe wanamuelewa, ndio maana yeye ndio main character. Kwa hiyo tuna imani Watanzania wote Champez hatotuangusha. Pambano hili nalisubiri sana kwa hamu, sana kuangalia pambano la Hassan Mwakinyo. Ile ndo bendera ya Tanzania pale kwenye masuala ya ndondi, yule ndo nembo yetu. Kwa hiyo lazima nifuatilie na tutashinda. Naam, kufika hapo hakuna la ziada katika mshike, lakini kabla ya kuhitimisha, miongoni mwa yale tuliokuwa na usiku huu ni pamoja na haya. Vigogo wa soka kutoka Kariakoo, Simba na Yanga wang'ara ligi kuu ya NBC. Joto lazidi kupanda kuelekea mtanange wa Mzizima Derby, Simba dhidi ya Azam FC. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango, Akidu Kaida, uwe na usiku mwema.